mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, makamu wetu wa chama taifa Mheshimiwa John Heche, katibu wetu mkuu Mheshimiwa John Mnyika, naibu katibu mkuu Zanzibar, Mheshimiwa wajumbe wa kamati kuu, mwenyekiti wa baraza letu la wanawake, mabibi na mabwana, wenye viongozi wote wa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa kanda, makatibu mliofika hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, tunakushukuru sana kwa kuwa hapa wewe pamoja na uongozi wako mkuu, na tunakushukuru kwa sababu umekuwa mgeni rasmi katika jambo muhimu sana. Tulipokuwa retreat, Mheshimiwa mwenyekiti, mliteua kamati ndogo ya kamati kuu kwa ajili ya kutengeneza strategy na mikakati ya fedha, na mimi nimliteua kuwa mwenyekiti. Boniface Jacobo Boniai akateuliwa kuwa makamu mwenyekiti, na wajumbe Susan Limo, Dickson Wakili, pamoja na mwenyekiti wetu wa vijana na Pamela Masai na Devota Minja, na ulitupa vile vile wigo wa kuongeza watu wengine ambao tungeona wangeweza kusaidia. Mheshimiwa mwenyekiti, tumeshirikiana na watu wengi sana kutengeneza mikakati mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yale malengo na yule wajibu mliotupa tumeukamilisha. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimetoka kwenye kamati kuu, nimekuwa Dar es Salaam kwa sababu ya kazi hii. Nilienda Manyara, Arusha kwa ajili ya kumzika mwenzetu Mheshimiwa Magoma ambaye alifariki, na baada ya hapo nilirejea Dar es Salaam haraka sana. Sasa Mheshimiwa mwenyekiti, nimekaa sana Dar es Salaam. Nafikiri tukimaliza tukio hili leo, nafikiri kesho naweza nikakamata mwewe nirudi kwanza Arusha. Mheshimiwa, mpaka waifu anaanza kuniuliza mbona umekaa sana da. Sasa nimekaa muda mrefu kweli kweli, lakini Mheshimiwa mwenyekiti, kazi uliotupa ni kazi tumeifanya kwa bidii sana. Nawashukuru sana wenzangu kamati, tumeweka commitment ya hali ya juu sana, na mara zote tumekuwa tukiambiana, na tumekuja ofisini kwa katibu mkuu mara kwa mara kwa kweli. Yaani tukipata jambo linahitaji masuala ya kisera, sheria na utaratibu wa kichama, mimi nimefanya vikao na katibu mkuu na naibu katibu mkuu mara nyingi sana kwa ajili ya kutoa direction. Pengine kuna wakati tulitaka kwenda mbele zaidi, katibu mkuu akawa sema hapana, hii hebu rudini nyuma kidogo. Kwa hiyo na katibu mkuu, nakushukuru sana, umekuwa msaada sana kutoa mwelekeo mzuri. Kwa kitu kingine, wajasiriamali unaweza ukatutuma tukatafute fedha, kashangaa tumekuletea kwenye gifeki hapa, alikwambia hizi tukiziuza tutapata faida, lakini katibu mkuu alikuwa anajaribu sana kubalance. Mheshimiwa mwenyekiti, tulianza kazi, tulifanya vikao, na leo kabla sijaanza kusema tulifanyaje kazi na mambo gani tunaleta hapa, Mheshimiwa mwenyekiti, niwapongeze sana Amani. Huu ukumbi Mheshimiwa mwenyekiti umeandaliwa hapa kuanzia saa 8:30 mchana. Nilikuwa nimefanya booking ukumbi hoteli ya Seacliff, na nilipokuwa nimelala nilipigiwa simu asubuhi pale, ambaye mheshimiwa njoo reception. Kweli nilikwenda nikakuta na maji yamevuja chini, kuna short ya umeme, na zile AC wanajaribu kuzirekebisha. Wakaniambia kuna dharura. Sasa tunaomba tupeane mpaka saa 5. Ifika saa 5:30 ukumbi ujao sawa sawa, hebu tufikirie tunafanyaje. Nilitoa taarifa kwa katibu mkuu na naibu katibu mkuu, lakini management ya Seacliff ilichukua wajibu wa kutupeleka Coral Beach. Wakati huo mimi nilikuwa nafikiria kwenda Hayat, na nilishapiga simu Hayat na Serena, walisema hawana venue. Uongozi wa Seacliff ulitupeleka Coral Beach. Tulikubaliana na Coral Beach na tukaweka commitment, na nikampigia naibu katibu mkuu nikasema elekeza viongozi kwamba tutafanyia kikao chetu Coral Beach hoteli. Na hapo mheshimiwa alienda, alikuja, nikawapa majukumu, mimi nikaondoka. Baada ya masaa mawili iliingia simu
kwamba kutoka kwa bwana anaitwa Fanuel, nafikiri ni conference manager pale, akasema amepokea simu, amepokea taarifa kutoka katika management ya kwamba pale hatutaruhusiwa kufanya kikao chetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa disappointed sana, nilitaka niahirishe ili tukio tulipeleke Jumapili, lakini naibu katibu mkuu alisema lazima tulifanye, na mimi nikasema kama lazima tulifanye, nafikiri nilifanya call na kamati yetu ya kuwaambia kwamba kuna jambo hili limetokea. Nilifanya call kama dakika 20 nafikiri Dasuri, Kamati ikasema kama tutafanya, wale wanaosimamia hilo jambo kufanyika, basi lifanyike katika kiwango cha 5 star. Na mimi nilipeleka message kwa naibu katibu mkuu, nikasema wajumbe wa kamati kuu na kamati ya fedha inasema kama tunafanyia makao makuu, basi kuwepo na kiwango cha hali ya juu sana. Na Suzi hapo alisema sisi tutatangulia kule kwa ajili ya kwenda kusaidiana. Mimi nilikuwa nimelegea kidogo. Sasa nimekuja hapa niseme tu kwamba hata kule tulikokuwa tunataka kufanyia hapa singeonekana kama hapa kabisa, japokuwa ni hoteli za nyota 5, lakini kule tulikuwa tumekaribisha watu 80-100, sio kamati, watu 100 tu, labda viongozi wa mkoa wa Pwani kidogo, kwa sababu tukio ni kidigitali. Lakini hapa hivi viti vilivyoko Mheshimiwa Mwenyekiti ni zaidi ya viti 200. Maana yake ni kwamba kule tungebasti na pengine labda jambo lisingekuwa na ubora kama kwa. Amani, ni kupongeze sana, kupongeze sana kwa kweli, kazi ni nzuri sana, ama sio jamani kamati? Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hapa tunazindua kitu kinaitwa Tone Tone, na hata hilo jina kulipata Mheshimiwa Mwenyekiti kukubaliana, tulirudi kwa katibu mkuu, sababu tulifikiria majina mbalimbali, na target ilikuwa ni nini? Kwamba your small change can make a big difference. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiwa na watu milioni 1, ukiwa na bidhaa alafu ikawa ina faida ya shilingi 1,000, ukapata watu milioni 1 wananunua bidhaa yako kila siku, utakuwa unaingiza shilingi bilioni 1 kila siku. Kwa kimsingi Chadema tuna shida ya pesa, si kwa sababu yoyote lingine, ni kwa sababu wanachama wetu na wafuasi wetu hawajajua commitment yao katika kuchangia masuala ya kisiasa. Ndio sababu tuna shida ya pesa, na tukakubaliana kwamba tutengeneze infrastructure za kumfanya kila mtu awajibike kuchanga kati ya 1,000 na milioni 100 ama bilioni 1 akitaka. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tulianza kutengeneza hiyo infrastructure. Tukasema hapa lazima tumwajibishe, na lazima kila mtu nchi, ama ni mwanachama wa Chadema ama ni mfuasi wa mageuzi anayetaka mabadiliko katika nchi, aone wajibu wa kuchangia kazi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunachangia damu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ulikuwa ni mzima kabisa wewe. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti unatembea mguu mmoja ni mfupi, ungeweza kubaki Ubelgiji, lakini umerudi hapa. Mheshimiwa Heche amechangia ndugu yake, ndugu wake aliuawa kwa sababu ya kazi ya siasa. Wengine Mheshimiwa tumechangia mateso. Mimi nimekwenda polisi zaidi ya mara 100, nimekwenda magereza mara nyingi, 2015 mpaka na 20, pengine nimekwenda mahakamani mara 4 kila mwezi, miaka 5 mfululizo. Tumecompromise biashara, tumepata familia mpaka leo haziko nchini kwa sababu tuliondoka nchi kwa wasiwasi. Kwa msingi ni kwamba wafanyabiashara mnaonitazama, wakulima na watu mbalimbali, hasa nyie corporate, kama amwezi kushiriki katika maandamano ya kutafuta mabadiliko, amwezi kushiriki katika kazi za siasa kwa sababu mna shughuli nyingine mbalimbali, tunawaita kufanya commitment yenu ya kila mwezi ya kufanya hawa watu waweze kutembea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna chama watu wanapata matatizo makubwa sana, ni chama chetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wa makatibu wetu wa wilaya hawalipi. Hakuna wilaya inayopokea hata shilingi 1. Watu wetu wanafanya kazi ya kujitolea. Ukienda ngazi ya mkoa, baraza la wanawake, baraza la vijana,
Hakuna mjumbe wa kamati kuu analipwa shilingi moja. Hata kanda, mheshimiwa mwenyekiti, zinapelekewa pesa ambayo haitoshi kuprint karatasi moja. Arusha kule kanda ya kaskazini mpaka leo nafikiri tunadaiwa kodi takriban ya miaka kadhaa. Ni kujichangisha sisi kwa sisi. Sasa pengine hatukuwahi kuwa tumetengeneza mkakati wa maana, ama huu mkakati upo lakini wananchi hawajatengenezwa culture. Mheshimiwa mwenyekiti, kampeni tumekubaliana ni kampeni ya miezi 6 na lengo lake ni kujenga culture ya watu kuchangia fedha. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimeshangaa sana Canada ama Marekani. Marekani, Trump anatoka kwenye chama ambacho ni tajiri sana, na yeye ni tajiri sana, lakini members wa Republican wameweka commitment ya kuchanga kila mwezi. Mimi mwenyewe mheshimiwa mwenyekiti niliweka commitment ya kuchangia World Food Program, wakawa nakata automatically pesa katika yangu. Kwa leo mheshimiwa mwenyekiti, mkakati uliokuja nao na tutaomba utuzundulie ni kumtaka kila mwananchi ajenge, sio kuchanga leo, ajenge utamaduni wa kusaidia chama hiki. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, katika kufanya hivyo diaspora wamefanya kazi kubwa sana. Tulisema lazima tutafute seed fund kwa ajili ya kuprocess ya mambo. Tulifanya nao mikutano miwili tu Clubhouse na tuliweza kupata zaidi ya milioni 20. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimekuja hapa makao makuu kuangalia watu wanavyochanga. Mtu anatoa 500, 2000, 5000 na hela inajaa kabisa. Hatutaki bilioni 1 kutoka kwako. Tunataka moyo wa wajibu wa kutoa pesa kila mwezi kidogo kidogo tu. Mheshimiwa mwenyekiti, diaspora wamefanya kazi kubwa, lakini mheshimiwa mwenyekiti, hapa napoongea na wewe, lengo letu kwa upande wa diaspora ni kufikisha diaspora mpaka mwezi wa 5 1000 ambao watakomiti average ya $50 ambao zitakuwa subscribe. Na mheshimiwa mwenyekiti, nimeongea na wewe na katibu mkuu diaspora vile vile tuna mpango wa kufungua Chadema diaspora kabisa kule, ambao itakuwa ni kama angels ambazo watu watasubscribe, watakuwa nakatwa kila mwezi, badala ya kumkumbusha kila mwezi watakuwa nakatwa fedha kila mwezi. Sasa hivi mheshimiwa mwenyekiti, ninavyoongea na wewe, watu 40 na tulisema wiki hii twende mpaka watu 200 wamesha komiti subscribers za kila mwezi wakatwe, na hizo pesa zitumwe kwa ajili ya kusaidia shughuli za mageuzi. Lakini hapo mimi nimepokea tu simu mimi ya kwangu. Kuna mtu alinitumia message, mheshimiwa mwenyekiti, amesubscribe, anasema ana subscribe euro 250, kuna moja paundi 100, kuna wengine hapo nchi wanasema tuna subscribe kiasi cha pesa, na mfumo wetu unaruhusu kusubscribe na kwamba unaweza ukakatwa bila hata kukumbushwa. Lakini kufanya jambo hilo liwe bora, mheshimiwa mwenyekiti, tulitengeneza kitu kinaitwa Nimo. Nimo tulikibuni haraka sana hapo ofisi ya naibu katibu. Kwa sababu lazima tuanze kuengage watu kuingia, ambao sasa tunaiconnect na Chadema Digital. Mheshimiwa mwenyekiti, tuna data za kutosha sasa. Nikuhakikishie mwenyekiti, tumetengeneza vile vile kupitia Instagram. Kupitia mtu leo anaweza akakatwa pesa kupitia subscribe wa Instagram. Mtu anaweza akakatwa pesa leo kwa Telegram. Kwa kutumia Telegram tutalonja hapa baadaye mheshimiwa mwenyekiti, tutaona watu wa huko nje na wapi watakuwa wanajiunga na Telegram, alafu ile Telegram ya Chadema inawapeleka moja kwa moja mpaka kuchanga pesa. Vile vile na WhatsApp ambayo inaitwa Swahili Society ambayo iko nje, na hapa kuna namba ambayo inatumika. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, leo hapa vitu ambavyo tutalonja baadaye ni kwamba tumetengeneza infrastructure mbalimbali za kumfanya kila mtu. Target yetu mheshimiwa mwenyekiti ni mpaka mwezi wa 6 tuwe na watu 1,000,000 wamesubscribe. Mheshimiwa mwenyekiti, tulienda mbali zaidi, lakini katibu mkuu akasema subirini kwanza. Tulikuwa tunataka kulaunch crypto inaitwa Chadema Coin ama CDM Coin, lakini katibu mkuu alisema subirini kwanza kwa sababu tuangalie na masuala ya kisheria na kanuni. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, ni kwamba hata hiyo crypto ikiruhusiwa CDM Coin kuilaunch kesho kwa ajili ya kupokea michango kwa watu ambao wataka kujulikana, mheshimiwa mwenyekiti, tunaweza tukailaunch ndani ya masaa 12 kutoka sasa. Infrastructure yake imeshatengenezwa 100%. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu ya muda na baadaye nitarudi kuelezea mambo haya wakati tunaongea kuonyesha infrastructure, na wasi watu wote nchi nzima, ndugu jamaa na marafiki, tone kidogo kidogo, tunahitaji volume ya watu kuweka mchango kidogo kidogo, na tumeona katika hizi hatua za wiki 2 wiki 3
tumeona pesa nyingi. Hii pesa inaofanya matukio leo, inaofanya TV inakuwa live, haijatoka kwa mtu mmoja, imetoka kwa tone tone, kidogo kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naona naibu katibu mkuu anakuja hapa. Nafikiri Mheshimiwa Mwenyekiti, tukio la kuja kuwashukuru wananchi siku za usoni ambako watakuwa tumepata bilioni 50 mpaka bilioni 100, itabidi unipe nafasi kubwa zaidi. Mheshimiwa naibu katibu mkuu, karibu sana. Asante jamani, naomba tumpigie makofi.